za JK. Sasa wanatuletea bilioni 200. Zile zilikuwa 50 zikapigwa. Sasa zinaletwa 200 zitapigwa. Kabla hawajasema wanaleta 200, ulizeni bilioni 577 ambazo zingetupatia Fred Vunjabei na Frank Knowles wengine wapya 1044 katika uongozi huu wa miaka mitano wa Mama Samia 2021 2025. Wizi mtu. Twende mbele. Huko mfuko mmoja unaitwa mfuko wa maendeleo ya vijana YDF. Unao mfuko mwingine mpeche. Mimi ninaufahamu kwa sababu nimefanya kazi kwa karibu sana serikali kati ya mwaka 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Nimeacha mambo ya kufanya kazi na vijana mwaka 2009. Kwa hii mfuko wa maendeleo ya vijana, ujua hili nalo fuko lingine la wizi tu. Wizi. Na leo nakupeni fact mode. Huu mfuko hata haukaguliwi na mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Ndugu Kichere, mimi nakufahamu, tunafahamiana. Inawezekana sasa hivi tusiongee kwa sababu ya hofu, kwa sababu mimi nimejiuzuru kwenye serikali. But tizama, wewe unaendaga kukagua ofisi ya waziri mkuu. Na bahati mbaya sana, huu mfuko wa maendeleo ya vijana uko ofisi ya waziri mkuu, ndugu yangu Majaliwa. Na nitawaeleza baada ya habari ya Majaliwa. Wewe mfuko wa maendeleo ya vijana uko ofisi ya waziri mkuu. Kwa nini hakijawahi kuelezwa chochote kuhusu mfuko huu ambao unapokea fedha? Mara ya mwisho umewekewa fedha mara mbili za mwisho. Mwaka 2001 imeingizwa bilioni 1. Na wanaingizaga humo marejesho. Marejesho yanaingiaga humo. Wanapelekaga hela kwenye halmashauri ambayo ni double allocation. Kwa sababu halmashauri kuna hela zile za maendeleo ya vijana za 10%. Na wao wanapelekaga kule. Wakipeleka kule zinalipa. Wakurugenzi wanalazimika kufanya nini? Kutoa hela zao zenyewe, wanaenda kurejesha marejesho. Kwa sababu walikuwa wanataka kuna namna fulani walifanya wakurugenzi waweze kuwa wanazirejesha kule. Wakizirejesha kule ndani zinakaa tu. Na mara ya mwisho ni mwaka mmoja miwili zimeingizwa milioni 600. Huu mfuko haukaguliwi hata na mkaguzi wa hesabu za serikali. Na mfuko huu uko kwenye benki binafsi. Huu mfuko ni watu wanachukua hela za kujikopa. Kuna hela mkurugenzi na yule naitwa nani yule bwana fedha mkuu wa ofisi pale ya waziri mkuu, wanaassign hela zinatoka. How do you do that? Kule kuna bilioni 577. Kule JK nilitoa kama mfano, tusimsemee na zile bilioni 50 walishazipiga na wao ndo wanawahamasisha hawa sasa hivi wakina Mama Samia na Nchimbi. Lakini ndani kuna huo mfuko wa maendeleo ya vijana unaitwa YDF. Hata kwenye ripoti za ukaguzi hazipo. Na mfuko upo kwenye benki binafsi. Hiyo inapigwa, yani hiyo inapigwa sasa hivi. Inauma. Inauma sana. Inauma sana. Mimi sikubali. Mimi sikubali. Ndugu Kichere, unaweza ukatazama jambo hili. Unaweza ukatizama. Ndio. Haya. Unajua, mimi wakati nafanya kazi kwenye Chama cha Mapinduzi, kwa dhamana yangu nilikuwa mkuu wa sera. Kwa nilikuwa nahangaika na kujua namna gani tunaweza tukawezesha wananchi kiuchumi. Nikagundua jambo moja ya kwamba katika nchi hii tuna mifuko mingi sana ya kuwezesha wananchi. Hauwezi kuamini. Tuna mifuko mwanzoni ilikuwa 72.
mifuko 72, mifuko 72 yenye ukwasi wa zaidi ya bilioni 740, zaidi bilioni 740. Fedha ambazo washakopesha ni zinafika trilioni 3. Mifuko 72 haisomani, haijuani, malengo yake hayashabihiani, mfumo wa kuripoti taarifa, yani mfumo wa utoaji wa taarifa zake serikalini tofauti. Na mingi hata kukaguliwa haikaguliwi. Nikalifahamu hilo pamoja na wenzangu, nikasema na viongozi wenzangu wa chama, tukaita watendaji wa serikali Lumumba, mimi nikiwa mwenyekiti wa kile kikao, wengine ni makatibu wakuu walikuja siku ile, na sasa hivi ni makatibu wakuu walikuwa kwenye kile kikao, na TRA ya Kariakoo tukawaleta. Mimi nikasema haiwezekani nchi hii walipa kodi wao milioni 3. Haiwezekani. Unapokuwa na watafuta riski wachache kwenye familia, hiyo familia inaanguka kwenye umaskini, lakini fursa ya kuongeza walipa kodi ipo, ni kubwa sana. Sasa wewe fikiria, kama narudi kule kwa mfano wa Fred Vunjabei na Frank Knowles, wale si wanalipa kodi. Fikiria wale tukiwaongeza mara 44,000 tutapata kodi kiasi gani? Kwa nikasema haiwezekani, something is not right. Mchakato ukaanza kwenye kikao kile siku ile, na mimi tukaripoti kwa mwenyekiti wa chama John Pombe Joseph Magufuli. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa sio mtu wa kulaza mambo, alikuwa ukitua jambo mezani anaanua. Nitakupa ushahidi. Waziri mkuu akaelekezwa kwamba aende akaanze mchakato wa kuiunganisha mifuko yote ilifatikane fuko hili moja. Nakupa ushahidi. Nenda kagugo hivi NEEC NEC, fanyeni tathmini ya kisayansi kuhusu manufaa ya mifuko yote ya uwezeshaji Majaliwa. Mtapata maelekezo ya waziri mkuu Majaliwa tarehe 18 ya mwezi wa 4 mwaka 2017. Katoa maelekezo hayo na mnukuu, anasema Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amelitaka Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi NEC lianze kufanya tathmini ya kisayansi kuhusu manufaa ya mifuko yote ya uwekezaji nchini ili kujiridhisha endapo inawanufaisha wananchi kama ilivyokusudiwa. Pia amelitaka baraza hilo lifanye tathmini kuhusu namna ya kuunganisha mifuko hiyo bila kuathiri majukumu ya msingi na mantiki ya kuanzisha kwake, ila inayofanya kazi zinazofanana iunganishwe. Ametoa agizo hilo leo Jumanne Aprili 18 mwaka 2017 wakati akifungua maonesho ya mifuko ya uwezeshaji katika uwanja wa Mashujaa mjini Dodoma. 2017 Majaliwa akaenda pole pole kama jina pole pole, na Magufuli ni rais. Sema kwa sababu mnisema hapa walikuwa na mambo mengi, Magufuli alikuwa na mambo mengi, lakini alikuwa pole pole ni Majaliwa. Magufuli hakusahau. Nitakueleza. Magufuli kuhusu hili jambo la kuunganisha mifuko ili zile bilioni 744 na hela ambayo imeshazungushwa zaidi ya trilioni 1, 2, 3 ziende kwa watu. Rais Magufuli tarehe 13 Novemba 2020 akizindua bunge akasema, tutaongeza pia jitihada za kuwawezesha wananchi wetu kiuchumi na kuwapatia mikopo isiyo na riba ama yenye riba nafuu. Leo watu wanataka kuchukua sifa,
Magufuli alitaka kutoa mikopo isiyo na riba, kama ambavyo mfano kwenye Islamic law wanasema mikopo haitaki kuwa na riba. Magufuli anasema mikopo isiyo na riba au riba nafuu, ikiwemo mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri zetu, na pia kupitia mifuko na programu mbalimbali zilizoanzishwa na serikali, ambapo kwa idadi ipo 18, no, kimsingi iko 72, na Mama Samia kaongeza hii miwili mipya. Tawaambie baadhi ya mifuko hiyo baadhi ya mifuko hiyo ni mfuko wa maendeleo ya vijana YDF, huu ambao wanapiga sasa hivi huko ofisi ya waziri mkuu, mfuko wa maendeleo ya wanawake, mfuko wa taifa wa kuendeleza wajasiriamali, mfuko wa kutoa mikopo kwa wajasiriamali wadogo self microfinance, mfuko wa kudhamini mikopo ya mauzo ya nje, mfuko wa kilimo kwanza. Tutaimarisha usimamizi wa mifuko hii na kuhakikisha, anaendelea, Watanzania wanaifahamu. Hiyo ni Magufuli anasema tarehe 13 mwezi wa 11 mwaka 2020 akizindua bunge. Hiyo ndio ilikuwa maelekezo ya CCM. Je, haya anasema Magufuli, Mama Samia aliyatekeleza? Mnapewa mikopo isiyo na riba? Mnapewa mikopo yenye riba nafuu? Jibu ni hapana. Na bilioni 577 alafu wanatudanganya, wanaleta bilioni ngapi? 200 ndani ya siku 100. Waongo wakubwa. Tuendelee. Najua, Magufuli anaendelea kusema, najua mifuko hii mingi ipo chini ya ofisi ya waziri mkuu Majaliwa. Hivyo basi, sikiliza Magufuli anavyosema. Hivyo basi, sikiliza hapo Magufuli anavyosema. Hivyo basi, na kuagiza Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ikawe kazi yako ya kwanza kuishughulikia. Ikiwezekana, muangalie uwezekano wa kuiunganisha baadhi ya mifuko ili ifanye kazi kwa tija zaidi na kupunguza gharama za uendeshaji. Nataka mifuko hii ikawasaidie wananchi wa kawaida, wakiwemo machinga. Machinga oye! Afu nikusikie machinga wanasema mitano tena. Ya nini? Ya wapi? Akina baba na mamalishe pamoja na wajasiriamali wengine wadogo. Huyo ni John Pombe Joseph Magufuli. Nimalize chapchap. Mifuko iko 72, imeongezeka sasa iko 74, wakati maelekezo yalikuwa waziri mkuu ipunguzwe ifanywe mifuko moja. Mama Samia kaongeza ya kwanza, inaitwa Imarisha Uchumi na Samia, tena anaita kwa jina lake, Imarisha Uchumi na Samia, IMISA. Mfuko wa pili unaitwa Samia Scholarship. Hizi ni hadaa, na waziri mkuu Majaliwa anastaafu na kazi ikafeli, 0. It's unfortunate. Ndugu zangu, hivi haya niliyowapia mpaka leo, hela nilizotaja ni zaidi ya trilioni ambazo Watanzania mngepewa, wajasiriamali wadogo sana, wadogo, na wakati mawinga wa machinga, biashara ndogo ndogo, mngepewa hizi. Tungeweka utaratibu mzuri. Mbona kule kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mitandao ya simu mnakopeshwa na mnalipa? Kwa nini serikali hizi hela trilioni na zaidi, wanasema tuliwapatia watu, wapi hao watu? Wako wapi? Sasa wakijitekenya tu na huyu kufafanua mfuko baada ya mfuko. Mungu akipenda, siku 2 zinazokuja 3, napiga bima, napiga mabando. Simameni imara wa Tanzania. Hakuna uchaguzi bila mwafaka wa kitaifa.